Yes, hii ni Purundu TV. Tunakutana tena kunako katika kampa tena. Tunazungumza masuala ya kimichezo. Asante sana kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe tayari, na asante kwa wewe ambaye tayari umeturn on notification. Unaendelea kuwa mtu wa kwanza kupata habari ama taarifa zetu sisi Purundu TV. Bana, moja kati ya story tulionayo ni story ya Jonathan Soa. Huyu ni mmoja kati ya wachezaji ama mastriker ama wafungaji wa Simba Sports Club. Mmoja kati ya wachezaji waliopatikana kutoka Singida Black Stars na kuingia kunako katika kikosi cha Simba Sports Club. Mmoja kati ya usajili ambao pia watu wengi na wadau wengi wa soka waliweza kusifia, kwa maana ya kwamba utakumbuka Jonathan Soa wakati yupo Singida Black Stars aliweza kufunga magoli 13 kunako katika mechi 13, hivyo kuwa na wastani wa 100%, kwa maana ya kwamba kuwa na average ya kufunga kila mechi. Maana kila mechi alikuwa na average ya kufunga goli moja, hivyo ikawa ni average nzuri sana, na Simba Sports Club wakaiona potential kwamba ni moja kati ya watu ambao wanaweza kuja kunako katika klabu ya Simba na wakasaidia. Na ukizingatia kipindi hicho Simba Sports Club walikuwa kunako katika eneo la namba 9 ama namba 9, ilikuwa inakuwa ni shida sana kupata yule athletic, yule real namba 9. Kwa hiyo Jonathan Soa akaweza kusaini. Sasa hiyo sio story hasa ambayo imefanya mimi na wewe mtazamaji wa Purundu TV tuweze kuonana ama kukutana hapa. Issue kubwa ni kuhusiana na utovu wa nidhamu ya Jonathan Soa. Jonathan Soa, utakubaliana na mimi kwamba alifungiwa mechi 5 na bodi ya ligi mara baada ya yeye kuonesha utovu wa nidhamu, na mechi ambayo ilikuwa inakamilisha mechi 5 za kufungiwa kwa Jonathan Soa ilikuwa ni mechi kati ya Tanzania Prison dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo imechezeka pale Dodoma na Simba Sports Club wakafunga ama wakafanikiwa kushinda goli 2-0 kunako katika mechi hii hapo, na wafungaji akiwa ni Selemani Mwalimu Gomez ambaye akitia kimiani goli la kichwa, asisti ikitoka kwa Josephine Loemba na kumkuta Selemani Mwalimu na akatia mpira kimiani. Sasa hiyo sio story. Zaidi ninachotaka kuzungumza ni vile nini ambacho kimetokea. Inasemekana baada ya mechi ya Tanzania Prison na Simba Sports Club, kocha wa viungo huwa anakuwa na program mara baada ya mechi kwa wale wachezaji ambao wamecheza na wale wachezaji ambao hawajacheza. Basi kunakuwa na program ambayo inatakiwa ifanyike, kwa maana ya kwamba ile baada ya mechi basi wote wanatakiwa kufika wafanye mazoezi pamoja. Na moja kati ya tangazo ambalo alitoa huyu kocha wa viungo wa Simba Sports Club, aliwaambia wachezaji wote wabebe vifaa vya mazoezi, kwa maana ya kwamba watakapokutana basi waweze kufanya mazoezi. Na moja kati ya wachezaji walioambiwa pia ni Jonathan Soa. Lakini kitu cha kushangaza, ile siku ya mechi Jonathan Soa ameenda mpaka uwanjani akiwa hajabeba kits, akiwa hajabeba vile vifaa vya mazoezi. Kwa hiyo ikawa imekuwa ni ngumu sana hawezi kufanya mazoezi. Alipoulizwa kwamba kwa nini hujabeba vifaa, akasema kwamba mimi mazoezi nitafanya mimi mwenyewe kunako katika gym, kwa hiyo haina haja ya kubeba vifaa. Sasa taarifa za ndani kabisa zinadai kwamba ndipo huyu kocha wa viungo akaenda moja kwa moja kwa kocha Steve Barker, huyu kocha wa Simba Sports Club, akamwambia kwamba Jonathan Soa hajabeba vifaa. Na Steve Barker bana, yeye akaona isiwe tabu, isiwe shida, akamwambia Jonathan Soa kwamba ni lazima achukulie hatua za nidhamu, hivyo akaondolewa kunako katika kambi. Lakini taarifa nyingine ya ndani kabisa, kumbuka Purundu TV tunakupa taarifa za ndani ambazo ni ngumu sana kuzipata kunako katika vyanzo vingine, ila tu hapa Purundu TV. Sasa issue nyingine ni ipi? Issue nyingine ni kwamba baada hayo kuendelea, inasemekana pia Jonathan Soa alitoroka kunako katika kambi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hivyo ikawa pia ni moja kati ya vitu alivyoviongeza vya kitovu cha utovu wa nidhamu. Siku ya Jumatatu ni siku ambayo ilizua taharuki kwa wapenzi na watazamaji wa soka. Kwa nini? Kwa sababu Jonathan Soa alionekana kunako katika shirika la ATCL akitoka Dodoma kwenda Dar es Salaam akiwa peke yake na timu nzima ikiwa imebakia ama imesalia, ndipo watu waliweza kuzua maswali mbalimbali. Sasa taarifa zikufikia baada ya kwamba Jonathan Soa amefika Dar es Salaam, alienda mpaka kuonana na viongozi, akamwambia bwana, CEO umemwacha huko Zubeda Sekulu, umemwacha huko Dodoma, kwa hiyo lazima msubirie yeye aje, atakapokuja
basi then tunaweza tukakaa kikao tukazungumza na mambo mengine yakaenda. Kumbuka ni mechi ya mwisho kesho ambayo Simba Sports Club anacheza. Mara baada ya hapo Simba atakuwa akisubiria dabi ya Kariakoo itakayochezwa siku ya Jumapili majira ya saa 3 kamili usiku. Hivyo Jonathan Soa ni hakika anaweza asiwe ni sehemu ya kikosi cha Simba Sports Club ambacho kitaenda kuikabili da Young Africans. Una maoni gani kuhusiana na Jonathan Soa? Ni kipi ambacho wewe binafsi unafikiri kwamba hakiko sawa? Je, Simba Sports Club walikosea kumsajili mchezaji mwenye nidhamu kama hii, ama ni kipi hasa ambacho wewe unafikiri hakijakaa sawa? Basi usiache kutupia komenti yako hapa Burundu TV, na pia maoni yako ni muhimu sana kwa sababu pia itaonyesha kabisa wewe ni familia. Usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia usisahau kwenda TX Worldwide Sticker Point ambapo pia kama wewe una chombo chako cha usafiri ama una mazingira yote ambayo unahitaji stika kali ziweze kupigwa ama iweze kuwekwa, basi fika TX Worldwide. Fika TX Worldwide Sticker Point ambapo utapata huduma zote. Hii ni Burundu TV, mimi ni Aidan Alberts Mwanza, nyuma ya kamera yupo TX Worldwide, na hii ni Burundu TV.